biashara ndogo kuna vipaumbele ambavyo lazima uwe navyo. Cha kwanza ni ulipaji wa kodi, ni kustabilize biashara yako. Ikiwa kuwe mapato yaendane na matumizi. Shosti! Tusemezane. Mbele vya biashara ndogo. Sasa, ukiwa na biashara ndogo kuna vipaumbele ambavyo lazima uwe navyo. Cha kwanza, teknolojia. Hakikisha unajua teknolojia ambayo inaendana na biashara yako. Yaani wewe kama biashara yako ni sales, hakikisha unajua kabisa kwamba teknolojia gani inafaa. Yaani usiache teknolojia ikupite. Jua jinsi gani kuweka records na nini. Tumeongea sana hivi vitu, lakini hakikisha teknolojia ni kipaumbele chako cha kukurahisishia biashara yako. Kitu kingine ni ulipaji wa kodi. Watu wengi sana tunaisigi kwamba ulipa kodi inabidi biashara iwe kubwa. Na pia tunakimbiaga kulipa kodi. Ulipaji wa kodi wa frame unazokodi na kodi ya serikali. Kwa nini? Kwa sababu hile ndio inakupa uhalisia wa stability ya biashara yako. Lakini ukiwa unakimbia tu, unakimbia yani una mzururaji, yani kwamba ukisikia wanakuja unafunga biashara. Sasa akiwa wanakuja mwezi mzima inamaanisha biashara yako utakuwa umefunga mwezi mzima. Sipo hapa kusema chochote kuhusu kodi. Niko hapa kusema kwamba unapaswa kujua capability ya biashara yako, kwa sababu ukienda kwenye mamlaka za kodi kutokana na nchi uliopo, hususan mimi niko Tanzania, kwa hiyo inamaanisha kutokana na nchi yetu ya Tanzania kuna sheria za biashara ndogo, kutokana makadirio ya kodi kutokana na biashara yako, kutokana na mtaji wako. Kwa hiyo ni lazima uende ujue ukadiriwe kodi na wewe unalipa, kwa maana kodi inakuwa ni expenses kwenye biashara yako. Lakini kama wewe unafanya biashara ambayo hujui kodi yako ni kiasi gani na hujui kama return yako ni kiasi gani, bado utakuwa kwenye gurudumu la kuto kujua stability ya biashara yako. Kwa biashara yako ni lazima kuwe na ulipaji wa kodi. Kodi zote. Kodi, yani nikisema zote kodi, yani chochote kinachoitwa kodi, hakikisha unakilipa. Kwa sababu hiyo ndio inayokupa uhalisia wa kufanya pricing ya vitu vyako, inakupa uhalisia wa kulipa watu mishahara, inakupa uhalisia wa wateja unaowataka, inakupa uhalisia. Lakini kama hulipi, una escape ulipi, kuna uhalisia fulani unakuwa unafanya nini? Unaukosa. Kipaumbele kingine kwenye biashara ndogo ni kustabilize biashara yako. Kama wewe una biashara ndogo, hakikisha kwamba moja kipaumbele kingine ni kuwa na kustabilize biashara yako. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba hakikisha basi kwenye biashara yako unajua hatua zinazopigwa ndogo ndogo. Namba 1. Namba 2, hakikisha kwamba focus yako kubwa iwe kustabilize biashara, kwa sababu biashara ndogo huanza kuchepua vizuri ni kuanzia miaka 3 kuendelea. Mwaka wa kwanza na wa pili unakuwa ni mwaka wa trial and errors. Yani mfano unaanza kujua wateja wako, unaanza kujua stock inayotoka zaidi, unaanza kujua gharama za maendesho na kadhalika. Kutokana na segment nyingi tulizojifunza hapa kwenye hichi segment yetu hii ni kwamba tunaongea kuhusu mapato na matumizi ya ndani na biashara yako, mikopo, kadhalika. Kwa hiyo kustabilize biashara yako inamaanisha uwe na utaratibu wa kucheck up your records kila wakati ili uwe na biashara iliyo imara vizuri kabisa. Sawa? Lakini ukiwa unajua kabisa kwamba biashara yako ili iwe vizuri na kuwa vizuri kabisa, kuwa stable, kuanza stable kwamba this is my business, tunaikadiria kwa miaka 3. Kwa sababu ndani ya miaka 3 kuna vitu utakuwa umeweza kujifunza kwa muda mrefu kidogo, na utakuwa una way forward ya nini unachotaka. Kitu kingine, kipaumbele kingine kinachotakiwa kuwepo kwako, kinatakiwa kuwe mapato yaendane na matumizi. Mapato yaendane na matumizi kwa nini? Kwa sababu watu wengi tumekuwa mapato yetu ni madogo, matumizi ni makubwa. Kwa hiyo inapelekea biashara nyingi kuwa na mikopo. Tunaaminishwa kwamba mikopo ni kitu kizuri, lakini hatuelezewi kwamba mikopo inakujaga na faida. Inakujaga na riba, sio faida, riba. Zinakujaga na riba. Unakopa mkopo wa 300,000. Riba yake ni zaidi, labda unalipa 40,000 au 50,000. Kwa hauzungushi tena kupata 300,000. Unatakiwa upate 350,000. Kwa ile 50 kwako ni hasara kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu sio kila muda ambako ukizungusha biashara yako utakuwa unaweza kupata 350,000 ya mtu na upate na wewe hela yako. Asilimia kubwa mikopo inadumaza biashara yetu. Hii ni topic nyingine kabisa ya mikopo. Tutakuwa na topic maalum kwa ajili ya kufundishana mikopo inavyoweza kuathiri biashara, japo tunaaminishwa kwamba mikopo inatakiwa iwepo kwenye biashara. Sawa? Kwa hiyo hakikisha mapato yako, kipaumbele kingine, mapato yako yanaendana na matumizi, kwa sababu
Kustabilize biashara ni pale ambako biashara zetu ndogo ndogo zinaenda kwa hatua ndogo ndogo, chache chache. Sio kwamba hatua zinatakiwa ziwe kubwa. Kila mtu anajua ukweli wa biashara yake. Wewe mmiliki wa biashara unajua ukweli wa biashara yako. Unajua capability ya biashara yako. Sasa usikae kwenye mitandao ikuaminishe 1 2 3 wakati wewe unajua kabisa kwamba mimi kipato changu cha biashara yangu naingiza laki kwa miezi 3. Huo ndio uhalisia wa biashara yako. Kwa nini ukakodi frame ya milioni? Umeelewa? Kwa hiyo ujue uhalisia wa biashara yako ambayo ndio utatoa kipaumbele. Kwa hiyo vipaumbele vyetu vya biashara ndogo, kwanza tumesema uweze kuwa na matumizi ya teknolojia, uwe na kulipaji kodi, uwe na mapato ya ndani na matumizi. Kitu kingine uwe na kustabilize biashara yako. Hivyo ni vipaumbele vya biashara. Shosti! Tusemezane.